Je, unafahamu kuwa Tundu Lissu hakukamatwa kwa kosa la uhaini? Kulingana na madai mapya ya Chadema leo, kuna makosa ambayo yamepelekea Tundu Lissu kushtakiwa na ambayo utawala wa Samia Suluhu na Jamhuri ya Tanzania umeweka siri na haujawaambia ukweli wa Tanzania. Je, ni nini hiki ambacho Chadema wamefichua leo kuhusu Tundu Lissu? Na vile mtazamaji, kuna ujumbe mzito ambao umetumwa leo kuhusu kesi hii ya uhaini ya Tundu Lissu mahakamani, na ujumbe huo wa mwisho utakushangaza. Kabla ya tusonge mbele, nimegundua wengi wenu mnasikiliza taarifa na kutazama video kila siku kabla ya kulike na kusubscribe. Hivyo basi leo sitaki mingi, nataka uchukue sekunde yako moja, bonyeza neno lililoandikwa subscribe chini ya video hii na ubonyeza alama hiyo ya kengele itakayojitokeza. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwangu na itakuwa umenisaidia kwa sana. Naam, mjadala mpya umeibuka kuhusiana na kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu baada ya viongozi wa upinzani kudai kuwa sababu za kukamatwa kwake zimewekwa siri na utawala wa Samia Suluhu na wala si kosa la uhaini. Kinachovutia sasa si kesi yenyewe tu, bali pia hoja za kisiasa zinazoendelea kuibuka. Kwa nini Tundu Lissu abaki korokoroni na wanachoamini wafuasi wake Chadema ndiyo sababu hasa ya yeye kukamatwa na wala si kosa la uhaini? Na kwa mara nyingine jina la Tundu Lissu leo linatawala mijadala ya kisiasa nchi nzima kuhusiana na suala hili mpya lililoibuliwa. Akizungumza wakati wa mkutano wa kisiasa, mwenyekiti wa BAWACHA taifa ndani ya Chadema Sharifa Suleiman amemtetea vikali Tundu Lissu akisisitiza kuwa hayupo gerezani kwa sababu ya uhaini au kwa sababu ya kuisaliti nchi yake, bali ameamua kuwapigania wananchi wa kawaida na kupaza sauti yake juu ya masuala yanayowahusu wa Tanzania, na makosa yake ni kupigania haki ya Watanzania na wala si kosa la uhaini. Wanadai ya kwamba Tundu Lissu amekamatwa si kwa kosa la uhaini, bali kwa kosa la kuwapigania Watanzania na kutetea haki nchini. Kwa mujibu wa Sharifa kutoka BAWACHA, Tundu Lissu ametumia takriban mwaka mzima kukabiliwa na kesi ya uhaini, lakini anadai kuwa shughuli zake za kisiasa na utetezi wake kwa wananchi wa Tanzania ndizo zilizosababisha kukamatwa kwake, ndizo zilizomweka katikati ya vita vya sasa vya kisheria na wala si kosa la uhaini au kusaliti taifa. Kauli hiyo mara moja imezua mjadala mpya na gumzo mtandaoni, kwani wafuasi wa Tundu Lissu wanaendelea kubishana kuwa harakati zake za kisiasa zinahusiana kwa karibu na changamoto anazokabiliana nazo Tundu Lissu kwa sasa. Wakosoaji hata hivyo hawakubaki kimya, wanashikilia kuwa suala hilo bado liko mahakamani na linapaswa kushughulikiwa kwa taratibu za kisheria, lakini bila kujali nyadhifa za kisiasa, jambo moja liko wazi: kesi inayomkabili Tundu Lissu imesalia kuwa moja ya masuala ya kisiasa mazito yanayozungumzwa zaidi nchini Tanzania leo. Sharifa kutoka BAWACHA aliwaambia wafuasi wake kuwa Tundu Lissu hatakiwi kuonekana kuwa ni adui wa taifa kabisa. Badala yake, anasema alimtaja kuwa ni kiongozi ambaye ametumia miaka mingi kupigania nchi, kupinga utawala na kuhoji maamuzi ya serikali iliyoko madarakani na kutetea kile anachoamini kuwa ni haki za raia wa Tanzania na raia wa kawaida. Ujumbe huo ulipokelewa kwa shangwe kutoka kwa wafuasi wengi na inaonyesha kuwa Tundu Lissu anaendelea kuungwa mkono kwa kiasi kikubwa licha ya changamoto zake za kisheria zinazoendelea. Katika hafla hiyo, viongozi wa BAWACHA walihusisha mjadala kuhusu Tundu Lissu na masuala mapana kuhusu demokrasia, haki na mageuzi ya katiba. Walisema kuwa nchi inahitaji taasisi imara zenye uwezo wa kuwalinda raia bila kujali imani zao za kisiasa. Kulingana na Sharifa, mapambano ya haki hayawezi kutenganishwa na mjadala unaohusu katiba mpya. Ndio maana aliunganisha mara kwa mara madai ya marekebisho ya katiba na wito wa uhuru wa Tundu Lissu, na ujumbe huo umekuwa sehemu kuu ya kampeni za kisiasa za Chadema. Upinzani unaendelea kusisitiza kuwa mageuzi ya katiba ni muhimu ili kukabiliana na changamoto za muda mrefu za utawala. Wakati huo, wafuasi wa serikali wanasema kuwa taasisi zilizopo zinapaswa kuheshimiwa na kuruhusiwa kufanya kazi kwa mujibu wa sheria. Kutokubaliana huku kumezua mjadala mkubwa wa kisiasa nchini. Kutokana na hali hiyo, mtazamaji, mijadala kuhusu Tundu Lissu haiishi tena kwenye mashauri ya mahakama pekee. Sasa zinahusishwa na mazungumzo mapana ya kitaifa kuhusu demokrasia, utawala na maendeleo ya kiuchumi. Waangalizi wa mambo wanasema hii ni sababu moja
moja inayofanya kesi hiyo kuendelea kuvutia watu wengi. Kila kauli inayotolewa kuhusu Tundu Lissu leo haraka inakuwa sehemu ya mjadala mkubwa wa kisiasa, na mjadala huo sasa unaonekana haujaisha kabisa. Katika salamu zake kutoka Bawacha, Sharifa aliwataka wananchi kuendelea kudai haki, usawa na uwajibikaji kwa njia za amani na kikatiba. Alisisitiza kuwa wafuasi wanapaswa kuendelea kutumia njia za kisheria na kidemokrasia ili kutekeleza malengo yao. Wakati huo huo, alisisitiza tena wito wa Tundu Lissu kuachiwa huru mara moja na kesi yake kufutiliwa mbali, akisema wafuasi wataendelea kumtetea na kufanya kampeni za kuachiliwa kwake kwa taratibu na kwa uhalali. Ujumbe huo ulivuta hisia kali kutoka kwa wale waliohudhuria mkusanyiko huo wake. Kwa wafuasi wengi wa Chadema leo, Tundu Lissu amekuwa alama mapambano mapana ya mabadiliko ya kisiasa. Kwa wengine, lengo linabakia katika kuruhusu taasisi za kisheria na mahakama kukamilisha kazi yao bila shinikizo la kisiasa. Maoni tofauti yanaendelea kugawa maoni ya umma, lakini pia zinaonyesha jinsi kesi hiyo imekuwa muhimu katika nyanja ya kisiasa ya Tanzania. Majadiliano yanapoendelea leo, umakini unabaki kwenye mahakama, viongozi wa kisiasa na mwelekeo wa nchi wa siku zijazo. Je, mchakato wa kisheria utasonga mbele haraka? Je, mivutano ya kisiasa itapungua au mjadala unaomzunguka Tundu Lissu utakuwa mkali zaidi katika miezi ijayo? Maswali hayo yameendelea kutawala mazungumzo ya kisiasa kote Tanzania, na maadamu kesi hiyo haijapatiwa ufumbuzi, jina la Tundu Lissu huenda likabaki kwa kitovu cha mjadala wa kitaifa. Sharifa alimaliza hotuba yake kwa ujumbe kwamba haki, amani na maendeleo vina uhusiano wa karibu. Alisema kuwa taifa linalojengwa kwa haki huleta utulivu na ustawi kwa raia wake, iwapo mtu anakubali au hakubaliani na msimamo wake. Kauli zake kwa mara nyingine zilimweka Tundu Lissu katikati ya mjadala wa kisiasa wa Tanzania. Mtazamaji, wakati mjadala huo ukiendelea, Watanzania wengi sasa wanasubiri kuona kitakachofuata katika kesi ya Tundu Lissu na iwapo mahakama itatoa mwelekeo unaoeleweka wiki zijazo. Wachunguzi wa masuala ya kisiasa wanasema matokeo ya kesi hiyo yanaweza kuwa na athari kubwa katika anga ya kisiasa nchini, hasa wakati mijadala kuhusu demokrasia, uhuru wa kisiasa na mageuzi ya katiba yakiendelea kushika kasi katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Kwa Chadema na wafuasi wake, wito wa kuachiliwa kwa Tundu Lissu umesalia kuwa moja ya ujumbe mkuu wa kisiasa wa chama hicho. Viongozi wa vyama wanasisitiza kuwa wataendelea kutumia mikutano ya hadhara, njia za kisheria na kampeni za ushirikishwaji wa raia kushinikiza kile wanachoeleza kuwa ni haki ya binadamu. Wakati huo huo, wafuasi wa serikali wanashikilia kuwa michakato yote ya kisheria inapaswa kuheshimiwa na kuruhusiwa kuendelea bila kuingiliwa na wahusika wa kisiasa. Kwa sasa taifa limeendelea kuelekeza nguvu zake zote katika mambo yanayomzunguka Tundu Lissu, huku kila uamuzi wa mahakama na kauli ya kisiasa ikivutia watu wengi. Iwapo miezi ijayo italeta suluhu, mabishano zaidi ya kisheria au mazungumzo mapya ya kisiasa, jambo moja linazidi kuwa wazi: kesi ya Tundu Lissu inaendelea kuchagiza mazungumzo ya kisiasa ya kitaifa na imesalia kuwa moja ya masuala yanayofuatiliwa kwa karibu zaidi nchini Tanzania leo. Kumbuka kulike video hii tena na kusubscribe na ubonyeze alama ya kengele, kisha nijuze maoni yako upande wa comment. Vile mtazamaji, kumbuka kubonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitaweza kukuelekeza moja kwa moja katika video au taarifa zetu mpya zinazojiri na kutrend sasa hivi katika mitandao ya kijamii Tanzania.